Kenneth Onyango. Kevin Madaka. Juni 25, 2026 ni miaka miwili tangu Kenya ishuhudie moja ya siku zilizoacha alama kubwa katika historia yake ya kisiasa. Maelfu ya vijana wa kizazi cha Gen Z waliojitokeza mtaani kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 wakidai kuondolewa kwa mapendekezo ya kuongeza kodi ambayo walieleza yangeongeza ugumu wa maisha, huku wakitaka pia uwajibikaji zaidi kutoka serikalini. Lakini kumbukumbu ya siku hiyo bado inaendelea kuwaumiza wengi. Kwa baadhi ya familia, Juni 25 ni siku ambayo waliagana na wapendwa wao bila kujua kuwa ilikuwa mara ya mwisho kuwaona. Kwa wengine ni siku iliyoacha machozi, majeraha na maswali ambayo hadi leo hayajajibiwa. Na huku taifa likiendelea kutafakari yaliyotokea, shughuli za umma na binafsi zimesimama katika baadhi ya miji nchini Kenya, ikiwemo jiji la Nairobi hii leo, wakati wa maadhimisho ya miaka miwili tangu maandamano yaliyosababisha vifo na kuibua mjadala mpana kuhusu haki ya kuandamana na uwajibikaji wa mamlaka. Katika jiji la Nairobi, baadhi ya wanasiasa, wanaharakati wa haki za binadamu pamoja na wazazi waliopoteza watoto wao wakati wa vurugu za mwaka 2024 wameandamana kuelekea ofisi za bunge la taifa wakitaka haki itendeke. Licha ya kuwepo kwa vizuizi katika baadhi ya njia zinazoelekea katikati ya barabara za Nairobi, baadhi ya viongozi wa upinzani akiwemo aliyewahi kuwa makamu wa rais wa Kenya Kalonzo Musyoka, aliyewahi kuwa jaji mkuu wa Kenya David Maraga pamoja na waziri wa zamani wa sheria Martha Karua walishiriki katika maandamano hayo. Tumejitokeza tusimame bega kwa bega na familia za wale waliathirika katika maandamano ya tarehe 25 mwezi Juni mwaka wa 2024, wakipinga ushuru, wakipinga ufisadi, wakisema wanataka serikali inayoajibika na demokrasia yao. Next year, God willing, we shall formalize this day to be a proper public holiday. We are telling you, IG and your entire police force, we expect total cover and security as we go to lay the wreaths. We are Kenyans, we are taxpayers. Hata hivyo, kabla ya kufika katika eneo la bunge, baadhi ya viongozi hao walizuiwa na kuondoka, huku wazazi waliopoteza watoto wao pamoja na wanaharakati wa haki za binadamu wakiendelea na maandamano hadi katika lango la kuingia viwanja vya bunge ambako pia walizuiwa. Wazazi hao wamesisitiza kuwa wanataka haki itendeke, wahusika wa vifo vya watoto wao wajibishwe na mamlaka zihakikishe uchunguzi unafanyika pamoja na hatua za kisheria kuchukuliwa. Manake kila mara watu wakifanya kwenda maandamano na kiona vurugu, wa polisi wao ndio wanaanzisha ile vurugu. Tumeshukuru kwamba polisi wametusikiza leo, wamesikiza wazazi wa waathiriwa na wamekubali, wakaweka stamp kwenye ile barua kwamba June 25th nchi nzima tutapatiwa fursa ya kuandamana na kukumbuka wale vijana ambao walipoteza maisha yao. Maandamano yamekuja tofauti na kauli ya waziri wa mambo ya ndani ya Kenya Kipchumba Murkomen aliyesema awali kuwa waandamanaji wangelindwa na shughuli za kawaida zingeendelea. Hata hivyo, hali katika jiji la Nairobi imekuwa tofauti ambako shughuli mbalimbali zinazojumuisha maisha ya kila siku zimesimama. Hapo jana mapema, naibu rais wa zamani wa Kenya Rigathi Gachagua, ambaye sasa ni mpinzani wa Rais William Ruto, alionya vijana dhidi ya kushiriki maandamano hayo, akidai kuwa serikali imeandaa mpango dhidi yao. Pamoja na tamko la Gachagua, baadhi ya waandamanaji bado wamesema wataendelea kutathmini hatua watakazozichukua, wakieleza kutoridhishwa na uongozi wa serikali ya Ruto pamoja na hali ya uchumi nchini humo. Maadhimisho ya Juni 25 yanakumbusha maelfu ya Wakenya walipoandamana kupinga mapendekezo ya kuongeza kodi katika mswada wa fedha wa mwaka 2024. Maandamano hayo yalianza kama upinzani dhidi ya mswada wa fedha na kisha yaligeuka kuwa harakati pana zilizochochewa na malalamiko kuhusu kupanda kwa gharama za maisha, ukosefu wa ajira, ufisadi, madai ya ukatili wa polisi na changamoto za utawala. Harakati hizo ziliandaliwa kwa kiasi kikubwa kupitia mitandao ya kijamii na kuonekana kama mwanzo wa ushiriki mkubwa wa vijana wa Gen Z katika masuala ya kisiasa nchini Kenya. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na mamlaka huru ya kusimamia utendaji wa polisi IPOA nchini Kenya, imesema kati ya vifo 62 vilivyoripotiwa wakati wa maandamano ya Gen Z mwaka 2024 ni kesi 3 pekee zilizofikishwa mahakamani, huku nyingine zikiwa bado katika hatua za uchunguzi. Tarehe 4 Mei mwaka huu, Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, wakati wa mkutano wa hadhara, alitoa wito wa kuwepo kwa hatua za pamoja na Rais wa Kenya William Ruto ili kukabiliana na kile alichokiita shughuli za vijana zinazoweza kuvuruga utulivu katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Sisi yanapotokea maovu Kenya, ni maovu yetu, tushirikiane kuyaondoa.
yanapotokea maovu Tanzania vivyo hivyo. Leo tulikuwa tunazungumza na Rais Ruto asubuhi, tunazungumza jinsi ya kudeal na hawa watoto wetu watovu wa adabu wanaojiita nani, hilo jina hao eti na wenyewe wanajifanya ni hao wa East Africa. Kwa hiyo popote wanakwenda kupigania demokrasi. Kwa hiyo wafanye fujo huku, wafanye fujo huku, wachome huku, wadisturb serikali zao. Nikamwambia Ruto, we have to send firm on this, watovu wa adabu hao. Tusichague wa Tanzania au wa Kenya. Wakija kwangu na chapa mikwaju, wakija kwako chapa mikwaju, ili wakae sawa. Na hapo tutapata jumuiya ambayo ina watu wenye heshima na ina watu walionyooka. Neno demokrasi lisituchafulie nchi zetu wala mila zetu wala desturi zetu. Waandalizi wa maadhimisho hayo wamesema lengo si tu kuwakumbuka waliopoteza maisha, bali pia ni kutoa wito wa wajibikaji kwa maafisa wanaodaiwa kuhusika na vifo, majeraha na ukiukwaji wa haki za binadamu. Kwa baadhi ya familia, Juni 25 bado ni siku ya maumivu, huku machozi yao yakiendelea kuwa kumbukumbu pamoja na sauti za wale waliotaka mabadiliko. Maria Okotia, Crown Media. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.